Kwa hiyo swali kumbe hapa sio tunatafuta au hatutafuti. Hilo sio swali. Lakini swali ni kwamba je, tunatafuta nini kwanza? Nafikiri hilo ndio swali. Hii ni NHC TV. Naam, ni wakati mwingine tumekutana tena katika kujuzana yale maandiko matakatifu na meseji kubwa ambazo zimewekwa katika Biblia. Je, unatamani kuielewa Biblia kwa undani zaidi ama unatamani kujifunza neno la Mungu kwa usahihi na kuona likibadilisha maisha yako? Karibu, langu jina ni Longina Rubens na hii ni NHC, chuo cha Biblia kutoka kanisa la The New Hope Church lililopo mkoani Kigoma. Hiki ni kipindi maalum kinachokuletea mafundisho ya kina, uchambuzi wa kweli wa maandiko matakatifu kwa kujibu maswali ambayo hayajawahi kuulizwa au kama yaliwahi kuulizwa hayajawahi kujibiwa. Katika kipindi hiki tutafungua Biblia pamoja na kuchunguza ujumbe wa Mungu katika muktadha wake sahihi na kujifunza historia na maana ya maandiko na mafundisho yake, namna ya kuyaishi katika maisha yetu ya kila siku. Biblia tunazo, je, tunaweza kuyaishi maandiko ya Mungu katika maisha yetu ya kila siku? Kila siku jiunge nasi katika safari ya kukua katika maarifa ya neno la Mungu na kuimarika katika imani na kumjua Kristo kwa undani zaidi. Hii ni zaidi ya kujifunza Biblia, ni safari ya kubadilishwa na neno la Mungu. Tunakwenda kuungana na mtumishi wa Mungu ambaye amepakwa mafuta kwa mujibu wa neno takatifu, ambaye anakwenda kukupitisha katika maandiko ambayo amekuandalia. Unakwenda kubadilika kiroho, unakwenda kubadilika kimwili. Hii ni NHC TV. Uko nami leo hapa Mwalimu Yona Kiyuga, na nitakuletea somo leo linaloitwa ufalme wa Mungu. Bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Haya ni maneno ya Yesu ambayo aliyasema, akawaambia watu kutafuta kwanza ufalme wa Mungu. Katika kutafuta ufalme wa Mungu, katika haya maneno ya Yesu yanaibua maswali mengi sana ambayo mengi hayajawahi kuulizwa, lakini kuna mengi hayajawahi kupata, hata yaliyowahi kuulizwa hayajawahi kupata majibu. Sasa moja ya maswali ambayo leo tutayangalia wakati tunaangalia katika kifungu hiki, kwanza nikwambie kifungu hiki kitapatikana katika kitabu gani? Injili ya Mathayo sura 6 mstari wa 33 inasema, bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya yote mtazidishiwa. Sasa hapo ndio tumesema kwamba kuna maswali mengi ambayo yanaweza kuibuka, hayajawahi kupata majibu, au kama yamepata majibu yanaweza kuwa majibu ambayo yanahitaji ufafanuzi pia. Kwa nini? Swali la kwanza. Kwa nini kwanza? Swali la kwanza. Kwa nini kwanza? Kwa nini Yesu anasema utafuteni kwanza? Kwa nini iwe kwanza? Kwa nini siwe pili? Kwa nini siwe tatu? Kwa nini siwe nne? Kwa nini iwe kwanza? Haya ndio maswali ambayo unaweza kukuta kwamba hayajawahi kuulizwa. Lakini kuna swali la pili linasema, kwa nini? Kwa nini si kwingine kwanza? Kwa nini si kwingine kwanza? Kwa nini si kingine kwanza? Si kingine. Kwa nini si kingine kwanza? Lakini swali la tatu ambalo tutakwenda kulijibu, ufalme wa mbinguni ni nini? Ufalme wa mbinguni ni nini? Na kuna swali lingine ambalo ni muhimu sana, na hayo yote mtazidishiwa. Hayo yote mtazidishiwa. Hayo yote ni vitu gani? Hayo yote. Hayo yote ni nini?
Sasa katika utangulizi wangu nataka nikwambie kwamba kila mtu anatafuta kitu. Huu ndio ukweli ambao hatuwezi tukaukataa. Hakuna mtu ambaye hatafuti kitu. Kuna mtu mwingine anatafuta fedha, kuna mtu mwingine anatafuta elimu, kuna mtu mwingine anatafuta mke, kuna mtu mwingine anatafuta hiki na hiki. Hakuna mtu ambaye hatafuti kitu. Kwa hiyo swali kumbe hapa sio tunatafuta au hatutafuti. Hilo sio swali. Lakini swali ni kwamba je, tunatafuta nini kwanza? Nafikiri hilo ndo swali. Swali sio kwamba tunatafuta ama haututafuti, unatafuta ama hautafuti. Hapana, hilo sio swali. Swali ni je, unatafuta nini kwanza? Hilo ndo swali. Yesu hajasema katika maelezo yake haya tuliyoyasoma, hajasema usitafute. Hakuna katazo la Yesu la moja kwa moja usitafute kitu, isipokuwa amesema utafute kwanza. Haujakataza, Yesu hajakataza kutafuta, isipokuwa anataka uangalie unatafuta nini kwanza. Kwa hiyo kumbe swala hapa ni mpangilio wa kipaumbele. Swala ni mpangilio wa kipaumbele, sio katazo. Lakini Yesu anaweka mpangilio wa kipaumbele kwamba nini kiwe cha kwanza katika vile ambavyo unatafuta. Tuko pamoja? Kwamba kuna vitu unatafuta, sasa unapewa mpangilio wa kipaumbele kwamba nini unatakiwa uweke kiwe namba 1. Sasa twende kwenye nafikiri sasa kwenye swali la kwanza ambalo linauliza kwa nini kwanza. Unafikiri kwa nini Yesu alisema tafuteni kwanza? Kwanza ni namba 1. Yesu anajua kuhesabu, anajua kitu cha kwanza. Tunaposema Yesu, kwa nini Yesu alisema tafuteni kwanza, tunapata sababu ya kwanza ni kwamba moyo wa mtu hauwezi kuwa na wafalme wawili. Hauwezi kuwa na wafalme wawili, hauwezi ukaongozwa na vitu viwili. Lazima awepo mfalme namba 1. Lazima awepo kiongozi namba 1. Unajua, wewe nikupe mfano huu. Hata katika mashindano huwezi ukapata watu wa kwanza, watatu au wawili. Hata waliofungana kwamba bana hawa watu walikuwa wanashindana lakini wamefungana, utakuta mmoja watakapoorozeshwa, mmoja atakuwa wa kwanza, atapewa namba 1 na mwingine atapewa namba 2. Tuko pamoja? Kwanza, hakuna kitu ambacho kinaweza kikawa vya kwanza 5, vya kwanza 6. Katika mpangilio wa orodha bado kimoja kitawekwa namba 1. Takupa mfano mwingine huu ili uweze kuelewa zaidi. Kuna watu katika madhehebu yao au watu katika nini wanaruhusiwa kuoa wake 2, 3, 5. Lakini anapowataja wale wake zake, utasikia anasema mke wangu wa kwanza, mke wangu mkubwa. Kwa nini hasemi kwamba wake zangu namba 1 wote? Lazima hawezi kuwa na wake 4 wakawa wote namba 1. Atakuwa wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5, wa 6, wa 7. Kwa hiyo kwa nini kwanza? Ni kwa sababu moyo hauwezi kuwa na wafalme wawili, hauwezi kuongozwa na mabwana wawili. Sababu ya pili ni kwamba kitu namba 1 ndio huwa kinakuwa kiongozi wa vile vitu vyako vingine vyote. Kitu unachokiweka kwamba hiki nimekiweka kuwa namba 1 kitaongoza mlolongo wa vitu vingi ambavyo viko nyuma yako katika vile unavyotaka. Kwa hiyo mtu anapoweka, kwa mfano ukamweka Mungu akawa ndio wa kwanza,
Utakuta familia yako itaongozwa na Mungu, biashara yako itaongozwa na Mungu, kazi yako itaongozwa na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu umemweka Mungu wa kwanza. Lakini kwa mfano ukaweka mali ndio ikawa ya kwanza, basi ujue kila kitu ambacho utakifanya kitaongozwa na hizo mali ulizonazo. Utaoa mke kwa sababu una mali, lakini sio kwa sababu anakupenda, sio kwa sababu mmekubaliana, ni kwa sababu una mali. Utafanya kila kitu kwa sababu ya ile mali, kwa sababu ndio itakayoongoza vile vitu ambavyo vitakuwa nyuma yake. Kwa hiyo sababu namba 2 ambayo tunaiona kwamba kwa nini Yesu anasema ufalme wa Mungu uwe kwanza, sababu ya pili ni hiyo, kwamba kile kitu cha kwanza kinaongoza vile vitu ambavyo na. Nimetoa mfano kwamba ukiongozwa na mali, hata ukimtafuta Mungu utamtafuta kwa ajili ya mali, hautamtafuta kwa sababu yeye ni Mungu. Ukiongozwa na mali lakini ukaamua kumtafuta Mungu, utaenda kwa Mungu kwa sababu unataka mali, lakini sio kwa sababu unamtaka Mungu. Sasa sababu nyingine, sababu ya 4 nafikiri, maisha yanafuata kile unachokitanguliza. Kile unachokiweka mbele yako ndiyo maisha yako yatakavyofuata. Ukimweka Mungu mbele, maisha yako yatamfuata Mungu. Lakini ukiweka kitu kingine mbele, maisha yako yatafuata hicho kitu ambacho umekiweka mbele. Sababu nyingine ya 4, vitu vingine vyote vina muda, ni temporary, ni vya muda, sio vya kudumu. Ufalme wa Mungu ukiweka kuwa wa kwanza ni kitu ambacho sio cha muda. Lakini ukiweka vitu vingine mbele, mfano ukaweka pesa zina mwisho. Pesa zina mwisho, ni temporary, ni vitu vya muda sana. Tumeona watu wamekuwa na pesa leo hawana. Tunaona watu wamekuwa na pesa lakini wengine wameziacha. Ni nini? Kwa sababu sio kitu cha kudumu. Ukiweka afya mbele, bado afya ni temporary. Leo unaweza kuwa mzima, kesho tukakukuta huko mahututi sana hospitalini. Kwa sababu afya sio permanent, sio kitu cha kudumu afya. Watu wengi leo wana afya ambazo hawakuwahi kuwa nazo, na wanajuta kwa sababu hawawezi kuipata tena ile afya. Lakini kama ulikuwa umewekeza kuweka kwamba afya ndio kipaumbele chako, ni kitu temporary, hakidumu. Ukiweka ufalme wa Mungu kwanza, unakuwa umeweka kipaumbele ambacho Yesu Kristo amekitaka tukifanye. Yesu ametaka tuweke kipaumbele cha kuweka ufalme wa Mungu kwanza, na vile vitu vingine vifate ufalme wa Mungu. Hayo ndio maelekezo ya Yesu. Sasa pointi nyingine, uzuri hupotea. Temporary. Uzuri ni temporary. Nikutana na binti mmoja ambaye nilisoma naye zamani kule. Binti alikuwa mzuri sana, lakini ukimwona leo, ule uzuri aliyokuwa nao enzi zile haupo tena. Kwa hiyo uzuri nao ni kitu tena. Ukiwekeza kwenye uzuri, kwamba uzuri ukauweka kama ndio kipaumbele, kuna siku uzuri utakuwa haupo. Kuna siku cheo hakitakuwepo. Kama umewekeza kwenye cheo ukakiona kwamba cheo ndio kipaumbele, ndio priority number 1, siku cheo hakipo, unakuwa umepoteza sana, kwa sababu ulikuwa haujaweka kwenye kitu ambacho ni permanent. Sasa tunakwenda kwenye swali hili, kwa nini si kingine? Kwa nini si kingine kwanza? Kwa sababu hivi vitu vingine tumeviona ni temporary na havidumu. Sasa hatuwezi kuwekeza kwenye vitu ambavyo ni temporary, ambavyo havidumu. Tunawekeza kwenye kitu ambacho ni permanent, ambacho kinadumu, ambacho ni ufalme wa Mungu. Sawa. Haya ndio maswali ambayo sasa tunakwenda kwenye swali hili la 3, ambalo nafikiri lina msingi mkubwa na lina theolojia kubwa. Sasa kwamba
na hayo yote mtazidishiwa. Kwa hiyo baada ya kupata ufalme wa Mungu pamoja na haki yake, sasa unaongezewa nini? Unaongezewa nini? Hayo yote ni vitu gani? Nafikiri hili ndio swali la msingi. Hayo yote ni kitu gani? Unaposoma Biblia hasa pale kuanzia mstari sura ile ya 6 tuliyoisoma ya Mathayo, kuanzia mstari ule wa 25 mpaka 32, utaona Yesu pale alikuwa akizungumzia habari ya mambo matatu. Alizungumzia habari zaidi ya mambo matatu. Alizungumzia chakula, akazungumzia mavazi, si ndio? Lakini akazungumzia na vinywaji. Ni vitu vitatu: chakula, mavazi na vinywaji. Kimsingi haya ni mahitaji ambayo tunaita basic need, tunaita mahitaji muhimu kwa mwanadamu. Kwamba kumbe mahitaji muhimu kwa mwanadamu Mungu Baba yetu wa mbinguni anayajua. Tunapokuwa tumepata ufalme wake, hatuna shida tena kwamba hizi basic need, haya mahitaji ya muhimu ni vitu ambavyo tunapewa kama ziada, kama nyongeza kutoka kwenye kufahamu, kutoka kwenye kuweka kipaumbele, kuweka namba 1 ufalme wa Mungu. Hizi basic needs zinakuwa sio tatizo, kwa sababu Mungu anajua hii ni nyongeza ambayo anatuzidishia, ni ziada ambayo anatupa kwenye kile namba 1 ambacho tumekipata. Nikitoa mfano huu nafikiri utanielewa zaidi. Labda ngoja ni utoe hivi. Nikitoa mfano huu nafikiri utanielewa zaidi. Ngoja nisikiliza mfano huu. Kuna mchungaji mmoja alimtuma mtoto wake kwenda dukani kwenda kununua kilo 1 ya sukari. Akamtuma aende kununua kilo 1 ya sukari. Yule mtoto akachukua ile pesa akaenda kununua kilo ya sukari. Na aliponunua, yule muuza duka akamwongeza, kuna vitu huwa tunaita bakshishi, au sijui kama huku mnaitaje au hapa tunaitaje, lakini bakshishi ni nyongeza ambayo unapewa kwenye kile kitu ulichonunua. In fact, hii nyongeza inakuwa haina gharama, kwa sababu kinakuwa ni kitu cha bure, ni ziada ambayo unapewa. Kwa hiyo kitu alichokuwa ametumwa na baba yake ilikuwa ni hii, hitaji muhimu ilikuwa ni hili, lakini sasa yule mwenye duka akamwongeza yule mtoto pipi na jojo. Akapewa pipi na jojo. Sasa baada ya kupewa pipi na jojo, yule mtoto akaondoka na pipi na jojo, ile kilo ya sukari akaiacha dukani. Baba yake alipofika nyumbani, baba yake anamuuliza sukari iko wapi? Yeye anamenya pipi zake na jojo, anamenya, anaweka mdomoni. Anasema, sukari niliyokutuma iko wapi? Hakuwa na sukari, bali alikuwa na pipi na jojo. Ameacha sukari. Baba yake akagafirika, akasema hapana, twende dukani. Mimi nimekutuma sukari, wewe unakwenda kununua pipi na jojo. Walipofika dukani, yule mwenye duka akamwambia, baba, mzee, unaona sukari hapa? Mtoto wako ameacha sukari dukani. Ameiacha sukari dukani. Mimi nimempimia sukari, hela yake na chenji, ameacha hapa, nikampa pipi na jojo kama nyongeza, akaondoka na pipi na jojo. Sasa baba akachukua sukari yake na mtoto wake wakarudi nyumbani. Lakini huu mfano una maana gani? Kitu namba 1 ambacho baba alikuwa anataka ni sukari, ndio kilo 1. Ufalme wa Mungu kwa Mkristo ndio kilo ya sukari tuliyotumwa kuitafuta. Pipi na jojo ni nyongeza. Akasema hivi vingine vyote, yani mahitaji yetu mengine yote ni nyongeza, ni pipi na jojo. Ni pipi na jojo. Uponyaji ni pipi na jojo. Mafanikio ni pipi na jojo. Kila kitu ambacho unakipata ile ni pipi na jojo. Sasa leo ajabu ni kwamba unakuta watu wanakuja kanisani kwa ajili ya pipi na jojo, hawataki kilo ya sukari ambayo ndio ufalme wa Mungu.
Nenda leo, makanisa yamejaa watu ambao wamekuja kwa ajili ya nyongeza. Wamekuja kwa ajili ya pipi, ngoja niandike hapa. Pipi na jojo. Ukienda kanisani kwa sababu wewe unataka uponyaji tu, kwa sababu wewe unataka kufanikiwa tu, wewe umekwenda kwa ajili ya pipi na jojo. Kwa sababu hizi alisema ndivyo nyongeza, ndivyo vile mtakavyozidishiwa. Tuko pamoja. Lakini kilo ya sukari ambayo Baba anaitaka ni ufalme wa Mungu. Ndio namba 1. Ni ufalme wa Mungu. Uipate kwanza ufalme wa Mungu. Huu ndio muhimu. Haleluya. Najua hamwezi kuitikia haleluya. Haya. Napenda kuhitimisha kwa kusema kwamba Yesu hakutuambia tusitafute, si ndio, mahitaji ya maisha yetu. Hapana, Yesu hajakataza tusitafute, lakini alituambia tufanye nini kwanza. Unachotafuta wewe tafuta tu, lakini uwe umekiweka kwenye namba 2 baada ya kupata kilo 1 ya sukari, ambayo hii kilo 1 ya sukari kama tulivyosema ndio ufalme wa Mungu. Wanasema kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na hii ilikuwa ni tamati ya neno la Mungu ambayo tumetoka kulisikiliza kutoka kwa mtumishi hapa ambaye umeweza kumsikia. Natumaini kwamba umeweza kujazwa na umeweza kupokea yale ambayo ulikuwa ukitamani kuyapokea, yale ambayo umekuwa ukitamani kuyasikia katika maisha yako. Jina langu ni Longina Rubens ambaye nimekuwa na wewe tokea mwanzo mpaka hivi ambavyo tunakwenda kutamatisha kipindi chetu. Lakini pia nakwenda kukutajia nambari za simu hapa ambazo zitakuwezesha wewe ambao ulikuwa ukitutizama, wewe ambao ulikuwa ukitusikiliza, uweze kutuma maoni yako, uweze kuuliza maswali yako ambayo maybe hujawahi kujibiwa hapo nyuma kupitia nambari za simu 0745024596 ama unaweza kupiga 0621955100. Lakini pia tunapatikana kupitia mitandao yetu ya kijamii kama NHC TV, Instagram, YouTube, Facebook pamoja na mtandao pendwa wa TikTok. Kipindi hiki cha Chuo cha Biblia kimeandaliwa na kanisa la The New Hope Church kutoka mkoani Kigoma chini ya Baba Askofu Josephat Charles Njige. Kanisa hili lipo Buhanda Businde mkoani Kigoma. Fika pale kwa ajili ya kujipatia huduma, fika pale kwa ajili ya kukombolewa. Mimi ni Longina Rubens na kuacha hivyo, tutakutana wakati mwingine. Binti Sayuni ndo ninaondoka. Hii ni NHC TV.